Assalamu alaikum na karibu katika kudukuza vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 28 mwezi wa 7 mwaka 2026, siku nzuri kabisa, siku ya Jumanne. Kwa moyo mkunjofu kabisa ni kukaribisha kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele siku hii ya leo. Mimi ni Sheikhani Mzaina. Tuandikie na asante kwa kutuandikia. Ujumbe wako ni muhimu kweli kweli. Tunaanza rukuzi siku hii ya leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kwanza tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Kigamboni Kibada jijini Dar es Salaam. Wanakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani, lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam Kigamboni Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Samia ataka kasi miradi reli bandari, agiza tathmini biashara ATCL, usimamizi muungano, ahimiza uadilifu, huduma kwa wananchi, maslahi ya nchi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Dhahabu ya bilioni 1.2 ya dakwa ikitoroshwa da. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Bilioni 204 kuzalisha megawati 1000 umeme jua. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. 1150 waula ufadhili wa Samia 58% watoka shule za serikali. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Gazeti hili imeandika madaktari wafunguka tatizo la kusahau. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Ulega miradi ya maendeleo ni mali ya wananchi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Askari waliomwokoa mtoto aliyeibwa watunzwa. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo. Habari picha ikionyesha viongozi wakiapa kiapo cha uadilifu kwa viongozi wa umma baada ya uapisho wa naibu makatibu wakuu Priska Lwangili kushoto na Dr. Latifa Mohamed Khamis wa pili kushoto uliofanywa na Rais Samia Suluhu Hassan katika ikulu ya Tunguu Unguja jana. Kulia ni mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania Aisha Dachi. Hivi ndivyo limeandika gazeti Habari Leo. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni muuaji wa kimya kimya, ni homa ya ini, wataalamu waeleza unavyoingia kwenye mwili wa binadamu kuleta madhara, wataja kinara wa vifo, mbinu za kujikinga za tajwa, watu wenye umri huu hatari zaidi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Milioni 2.4 takriban idadi hii ya Watanzania wanaishi na maambukizi ya virusi vya homa ya ini B HBV. Dalili za awali miezi 6, waathirika hupata homa ya kiwango cha chini, kutokuwa na hamu ya kula na kichefuchefu, waathirika kuhisi ana uchovu usio wa kawaida na maumivu ya tumbo eneo la ini, kuhisi maumivu ya kichwa na mkojo kuwa njano iliyokolea au kahawia. Nukuu ya Dr. Swaleh Pazi, mtaalamu wa magonjwa ya ini, anasema kinga ndiyo silaha kubwa. Wakipata chanjo ya homa ya ini B mapema, wanajikinga maisha yote dhidi ya maambukizi mapya. Chanjo kwa hapa Muhimbili haizidi 10,000 na kipimo ni kati ya 9,000 hadi 10,000. Ninaamini pia hospitali zote za rufaa zinatoa chanjo hizi. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 3. Macho masikio NEC CCM ikikutana Zanzibar. Chama hicho kinatarajia kufanya kikao cha halmashauri kuu NEC, huku kikiwa na mambo kadhaa yanayosubiriwa kupatiwa mwafaka au kauli kutoka chama hicho tawala. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Ndugu familia wanavyotafuna mshahara wako. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 22. Athari kutumia simu kumtuliza mtoto anayelia. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 10. Gazeti hili imeandika safari ya Kanali Idi Kipingu kupika kizazi cha dhahabu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 20, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa 2. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele, orodha ya wanufaika wa Samia Scholarship sasa hadharani, ni wale waliofanya vizuri watakaosoma vyuo vya ndani nje waanikwa. Ni mpango ulioanzishwa kwa maelekezo ya Rais Samia. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Balozi Omar afanya mkutano wa kimkakati Uingereza. Habari katika ukurasa wa 4. Watoto 7 waanza kusikia kwa mara ya kwanza MNH. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4.
Hospitali ya Taifa ya Muhimbili imewasha rasmi vifaa maalum vya usikivu kwa watoto 7 waliofanyia upasuaji wa kupandikiza vifaa 13 vya usikivu, hatua inawapa fursa ya kuanza kusikia kwa mara ya kwanza na kuanza safari mpya ya kujifunza lugha, mawasiliano na jamii na kuishi maisha ya kawaida. Gazeti hili limeandika Zanzibar Uswizi kuendelea kuimarisha ushirikiano wa habari katika ukurasa wa 4. Dejembi aishuhudia mkataba wa bilioni 204.7, habari katika ukurasa wa 3. Wazee wa mila wataka ukeketaji ukomeshwe, habari katika ukurasa wa 2. Iran na Marekani zasitisha mapigano, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Kukosa muda wa kupumzika kunachangia msongo wa mawazo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 15. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Nalo gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni hoja ya katiba mpya ya pamba moto nchini. Baraza la vyama latangaza msimamo wake likitaka serikali iharakishe mchakato, lasema baadhi ya vipengele vya rasimu ya Warioba vimepitwa na wakati, vijana wa kitovu cha mchakato mpya, habari katika ukurasa wa 2. Tuhuma za ugaidi, Chadema vitani kisheria kuwapigania makada 61. Makada 61 wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema ni kati ya zaidi ya watu 130 walioshikiliwa na jeshi la polisi katika maeneo mbalimbali nchini kwa tuhuma za ugaidi. Chama hicho kinasema. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Aliyesikia kwa mara ya kwanza baada ya miaka 6 agusa wengi Muhimbili, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Lakini pia gazeti hili limeandika hii hapa mipango kabambe ya Yanga msimu ujao, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 24. Nipashe limeandika Rais Samia sisitiza kampeni za msaada wa kisheria nchini, habari katika ukurasa wa 5. Dhahabu yenye thamani shilingi bilioni 1 yakamatwa akipitishwa njia za panya, habari katika ukurasa wa 5. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Pata nakala yako, soma kwa ndani zaidi. Gazeti Jamhuri ninalo mikononi mwangu lenyewe limeandika katiba mpya Nchimbi akoleza moto, kauli yake afufua mjadala, yakumbusha ahadi za Rais Samia na ilani ya CCM, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Lissu mkuu wa gereza watoana jasho, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Uchumi madini yaibuka tegemeo jipya, Tanzania kwa kitovu cha bidhaa na huduma za madini kusini mwa jangwa la Sahara. Mapato ya sekta yafikia shilingi trilioni 1.4, mchango GDP wapanda hadi 10.1. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. TANESCO yafungua ukurasa mpya matumizi ya umeme, habari katika ukurasa wa 12. Mgodi wazua hofu katikati ya makazi, habari katika ukurasa wa 11. Gazeti hili pia limeandika makala ya sitini, Balozi Nchimbi hajauma maneno aungwe mkono, habari katika ukurasa wa 7. Teknolojia itawaokoa waamuzi wetu, habari katika ukurasa wa 24. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Jamhuri katika ukurasa wake wa mbele. Gazeti Uhuru kweli daima lenyewe limeandika Rais Samia ahidi kulinda muungano, aelekeza changamoto zinazojitokeza zipatiwe ufumbuzi kwa ushirikiano. Pia aitaka Wizara ya Katiba na Sheria kuendelea kuimarisha upatikanaji wa haki. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Wanafunzi vipanga 150 waula Samia Scholarship, kati yao 50 kugharamiwa masomo ya nje ya nchi, habari katika ukurasa wa 3. Balozi Omar ainadi Tanzania kimataifa, habari katika ukurasa wa 3. Mapacha 5 njiti wazaliwa wafariki dunia, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 6. Madini ya bilioni 1.2 yakamatwa, habari katika ukurasa wa 2. Rais Dr. Mwinyi aihakikishia Kenya ushirikiano wa kibiashara, habari katika ukurasa wa 5. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema Zanzibar itaendelea kuimarisha ushirikiano wa kibiashara na uwekezaji na Kenya. Amesema uhusiano wa kihistoria na kindugu kati ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na nchi ya Kenya umeendelea kuleta manufaa kwa wananchi wa pande zote mbili. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 5. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Na sasa tukikia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu ni gazeti Mwanaspoti lenyewe limeandika 4 watu wa Yanga, kocha azidisha dozi, striker yupo da, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Mangoba amezaliwa April 2025 mwaka 1971 huko Amazulu nchini Afrika Kusini. Gombo Makanga wanaitaka tena nafasi, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Gazeti hili limeandika kutoka Rwanda, Beka amkomalia Dumbia. Kocha huyo pia anaamini usajili uliofanywa
umeongeza ushindani mkubwa ndani ya kikosi. Jambo undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Kundi B, Jamus ana alama 3, Simba katika nafasi ya pili na alama 1, Mogadishu na alama 1, Singida Black Stars wana alama 0. Liverpool yaanza mtihani wa mabeki. Habari katika ukurasa wa 18. Kuna matukio mawili makubwa yanayobadilisha mwelekeo wa Liverpool unapokuja suala la mabeki. Ijayo ni Liverpool dhidi ya Leeds Jumapili Agosti 2 uwanja wa Anfield. Lakini pia gazeti hili limeandika Ballon d'Or ni kigeugeu. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti. AFCON leo Jumanne ni Zambia dhidi ya Misri saa 2 kamili usiku Rabat Morocco, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Gazeti ya Habari Leo lenyewe limeandika Karabaka Bajabel watemwa Simba, Azam yaacha 9. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Gazeti hili limeandika Mtanzania aboresha muda riadha Madula. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Pori la Pande laweka sawa utalii AFCON 2027. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Diamonde akubali kujiunga na Madrid. Habari imeandikwa kwenye kurasa wa 22. Infantino awajibu ukosoaji wa FIFA. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23, na hivi ndivyo ambavyo umeandikwa ukurasa wa nyuma wa gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Na gazeti Uhuru kweli daima lenyewe limeandika Simba Singida Black Stars kibarua kizito Sekafa. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Simba itamenyana na Jamus FC ya Sudani Kusini, wakati Singida Black Stars itaikabili Mogadishu City ya Somalia. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 19. KVZ yaanza visingizio. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Nyota Simba wa AFCON wampa jeuri Mgosi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Azam kambini Kitambala temwa. Habari katika ukurasa wa 15. Msimu uliopita Sekafa Kagame Cup Singida ilitoa taji. Diamonde ukia Real Madrid. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Mchanjo alilia pambano la marudiano. Habari katika ukurasa wa 17, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima, na gazeti hili linakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.